Yes, bana, mambo vipi? Kama kawaida kwenye the episode ndani ya Faraja TV Online huwa tunakutana hapa kwa ajili ya kupiga story nyingi na tunapeana story ambazo zina maajabu mengi sana hapa ulimwenguni. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, lakini pia kuweka notification on ili uwe wa kwanza kupata new update kila ambapo tunakuwa tunaweka. Tuko Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Thread. Kote huko tunapatikana kama Faraja TV Online. Unaweza kutufuatilia huko, kutufollow pia na ikawa fresh kabisa. Leo kwenye the episode, mimi naitwa Kiraka kama kawaida. Nataka nikupe story ya mwamba mmoja hivi ambaye huyu mwamba ni nguli wa utabiri duniani. Huyu jamaa ndiyo mwamba pekee aliyetabiri mwisho wa dunia na akataja mpaka mwaka kwamba utakuwa ni mwaka upi ambao utakuwa ni mwisho wa dunia. Kilichopelekea wengi kuamini tabiri zake ni baada ya kutabiri tabiri nyingi sana, sio chini ya 10 wala 15 ambazo zote zilitokea kama jinsi alivyotamka. Leo nataka nikupe story juu ya huyu jamaa ambaye anafahamika kwa majina ya Michel de Nostradam, ambaye alizaliwa mwaka 1503 na kufariki mwaka 1566 huko nchini Ufaransa. Lakini huyu jamaa pia alitabiri mambo mengi sana ambayo yalikuja kutokea kwa baadaye. Yeye alifariki mwaka 1566, lakini mambo ambayo aliyatabiri mpaka ya mwaka 2003 yalikuja kutokea. Lakini ajabu ni kwamba alitabiri mpaka mwisho wa dunia na akataja mwaka wa mwisho. Ni hatari sana. So, ngoja nikwambie, kuna vitu ambavyo aliwahi kutabiri mbalimbali. Tukio ambalo aliwahi kutabiri pia likatokea ni kuhusu vita ya dunia, yani ile ya kwanza pamoja na ya pili. Lakini cha ajabu ni kwamba vita ile ilikuja ikatokea kama alivyotabiri, japo watu wengi walimpinga sana. Lakini akatabiri juu ya jiji la London kuteketezwa kwa moto. Lakini hapo baadaye pia ilikuwa ni Jumapili tarehe 2 mwezi wa 9 mwaka 1666 paka tarehe 6 ya mwezi huo mwaka 1666 London iliteketea kwa siku zote hizo kama ilivyoteketea California pale nchini Marekani. Lakini pia mwamba akaja akatabiri kuwa kutakuwepo na mapinduzi makubwa sana nchini Ufaransa. Nadhani umeyasoma vizuri sana mapinduzi ya pale nchini Ufaransa, na paka kuja kuibuka mwamba mmoja mkali sana na alikuwa ni shujaa sana pale nchini Ufaransa na bara zima la Ulaya. Mwamba anaitwa Napoleon Bonaparte. Sasa huyu jamaa alitabiri kwamba kutatokea mapinduzi makubwa sana pale nchini Ufaransa ambayo yatabaki kuwa historia katika taifa hilo na kwa watu wengi pia ulimwenguni. La kweli kama alivyotabiri na alivyozungumza, kulikuja kutokea mapinduzi makubwa sana mwaka 1789 mpaka 99. Na historia ya kutabiri juu ya mapinduzi ya Ufaransa ilipelekea hapa kuna baadhi ya watu wakataka kumwangamiza huyu jamaa kwa sababu ni kama alizungumza ukweli. Lakini pia jamaa aliwaambia kwamba kwenye mapinduzi hayo kutakuja kuinuka moja kati ya kichwa kikubwa sana hapa Ulaya na kitasumbua sana. Ndipo akaja kuibuka mwamba ambaye anaitwa Napoleon Bonaparte, ambaye ni mtawala ambaye alisumbua sana pale barani Ulaya na kwenye nchi ya Ufaransa, na mnamuelewa. Lakini jamaa hakuishia hapo pia kwenye utabiri wake. Mwamba akatabiri kwamba kutakuja kuibuka msumbufu mwingine hatari sana ambaye ataua watu wengi sana barani Ulaya, na akatabiri mpaka nchi atakayotokea. Alisema na Ujerumani. Baada ya miaka kadhaa mbele, nadhani wengi mnakisoma kisa cha mwamba mmoja gaidi sana ambaye mpaka cha leo watu wanautata juu ya kifo chake, Adolf Hitler. Huyu jamaa anajulikana kuwa ni miongoni mwa watu ambao alifanya mauaji makubwa sana ya halaiki kwa Wayahudi ambao walikuwa wanaishi pale nchini Ujerumani. Lakini mwamba hakuishia hapo. Akaendelea kutabiri mambo mbalimbali. Lakini pia akatabiri kwamba vita vya pili vya dunia, yani huo ni mwaka hiyo ni miaka ya 1500, anatabiri kwamba vita ya pili ya dunia itakwenda kuteketeza miji mikubwa miwili ulimwenguni. Na akasema kwamba sababu itakayopelekea kuteketezwa kwa miji hiyo ni kwamba kutatumika silaha zenye nguvu zaidi ambazo hazijawahi kuonekana kabla. Tukaja kushuhudia miji ya Hiroshima pale nchini Japan ikiteketea kwa mabomu ya nuclear, na mpaka leo bado mnaikumbuka historia ya Nagasaki pamoja na Hiroshima pale nchini Japan. Lakini pia jamaa akatabiri kwamba kuna majengo mawili pacha yatakuja kuanguka. Lakini mnakumbuka ile Twin Tower, yale majengo pacha pale nchini Marekani, na ni tukio ambalo lilitokea mwaka 2001. Jamaa akaja akatabiri kwamba kutakuja kuwa pia na vita pale nchini Iraq. Na mnafahamu kabisa 2003, 2004 na 2005 ni matukio hayo ambayo yalitokea. Sasa mwamba utabiri wake aliendelea kutabiri mpaka mwaka 1774. Hapo ndo akasema kwamba kutakuwa mwisho wa dunia. Mwaka 1774
1774. She, leo tuko mwaka 2025. Mwaka 1774. Wengi mtawahi kulishuhudia tukio la kumalizika kwa dunia. Mwamba alitabiri. Sasa je, kuna ukweli juu ya hiki ambacho anakizungumza Mwamba? Lakini nachosikitika ni kwamba kuja kufikia mwaka pengine sisi hatutakuwepo. Labda historia zetu zitakuwepo kwa vizazi vyetu. Labda watakuja kututhibitishia kwamba huyu mshikaji kutokea pale nchini Ufaransa ambaye anaitwa Michel de Nostradam, ambaye alizaliwa mwaka 1503 na kufariki mwaka 1566, alitabiri ukweli. Let's subiri tuone. Hii ni the episode ya Faraja TV unatazama. Tuko YouTube, unaweza ukasubscribe, ukalike, ukashare na ukacomment, lakini pia usahau kuweka notification on kwa ajili ya kupata new updates. My name is Kiraka Ndegejoni. Hello.